Akizungumza na Upendo Media akiwa ofisini kwake katika chuo kikuu cha Tumaini Makumira kilichopo mkoani Arusha, kaimu naibu makamu mkuu wa chuo hicho kwa masuala ya utawala, Profesa Fikeni Sendoro, amesema ulimwengu umetawaliwa na sayansi na teknolojia, hivyo kuanzishwa kwa kitengo hicho kitasaidia walimu wa sayansi kujifunza kwa vitendo zaidi. Hii ni karne ya sayansi na teknolojia. Masomo ya sayansi tunayapa uzito, yanapewa uzito sio na muhimu sio kwa Tanzania tu, lakini kwa dunia nzima. Kwa hiyo ni masomo kama biolojia, chemistry, geography, mathematics ni masomo muhimu sana katika maendeleo sio ya Tanzania tu, lakini kidunia. Na kama tunavyofahamu, hata nchi ambazo zimeendelea sana zimeendelea hasa kutokana na sayansi na teknolojia. Kwa hiyo ni masomo muhimu. Kozi hizi ni muhimu na tunafurahi kwamba tuna walimu wa kutosha wa kuzifundisha kozi hizi, tuna maabara za kutosha, tuna majengo ya kufundishia ya kutosha kabisa, vifaa vya kutosha sana tu. Kwa hiyo ndio sababu tunajivunia kuwakaribisha wanafunzi wajiunge nasi katika kozi hii. Kutokana na uhaba wa walimu wa sayansi, chuo hiki cha Tumaini Makumira kimeamua kuanzisha kozi hii ya sayansi kwa ajili ya kuwapika walimu wa masomo haya ya sayansi. Profesa Sendoro anaeleza. Hakuna ugumu wowote katika haya masomo. Ni sawa na masomo mengine tu, lakini namna yanavyofundishwa na walimu tulionao, vifaa tulivyonavyo, majengo tulionayo, nadhani watafurahia masomo haya badala ya kuyaogopa kama ambavyo imezoeleka. Na hasa kwa kina mama, kwa wanawake, wanafunzi wa kike, tunawashauri hasa tumeweka mkazo katika kuwachukua wanafunzi wa namna hiyo, lakini hii haimaanishi kwamba tuwasahau wanafunzi wa kiume. Unajua tena kuna 50 kwa 50, wanaongea kuhusu 50 kwa 50. Kwa hiyo wote tunawakaribisha sana kujiunga nasi wa jinsia zote ya ke na me. Peter Kirenga ni mhadhiri msaidizi wa masomo haya ya sayansi, ambapo yeye anafundisha masomo ya chemistry. Anaeleza umuhimu wa masomo haya. Kuna umuhimu mkubwa kujifunza masomo ya sayansi, na kwa sababu tunajua hata katika dira ya taifa vitu vinavyohusiana na sayansi vimepewa kipaumbele. Kwa hiyo walimu wengi wakija au wanafunzi wakija kujifunza kwenye masuala ya sayansi, maana tutasaidia katika kuweza kupata wabobezi wengi kwenye mambo ya sayansi, na tutapata wataalamu ambao watatusaidia katika kuweza kufundisha wanafunzi ambao watakuwa wanasoma mambo ya sayansi, lakini pia kupeleka kwenye masuala ya maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi, bara na taifa mbele zaidi. Sababu kubwa iliyosababisha chuo hiki cha Tumaini Makumira kuanzisha masomo haya ya sayansi ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata masomo haya kwa vitendo ili waweze kujiajiri na kuajiriwa katika maeneo mbalimbali. Wakishajifunza kwa nadharia, watakuja kwenye maabara zetu nzuri na kujifunza vitu kwa vitendo. Kwa hiyo sasa ataweza kujifunza kiundani zaidi na ataweza kuzoea hivi vifaa. Hata atakapotaka kwenda kufundisha kuvitumia kwake itakuwa rahisi zaidi. Hii ni miongoni mwa idara zilizopo katika kitivo cha elimu, humanitia na sayansi, ambapo dirisha dogo la usajili limefunguliwa kwa sasa. Kutoka katika chuo kikuu cha Tumaini Makumira, mimi ni Elihuruma Chao, Upendo TV, habari.